Shule ya sekondari ya Majani ya Chai kutoka manispaa ya Ilala jijini Dar es Salaam ni mojawapo kati ya shule ambazo zilishiriki mradi wa Uwezo Award mwaka 2019. Mradi huu huendeshwa na shirika la Great Hope Foundation ukiwa na lengo la kuwapa wanafunzi fursa ya kutambua, kuthamini na kuendeleza uwezo wao ambao mara nyingi hauonekani moja kwa moja darasani. Mradi huu pia umekusudia kuwapa wanafunzi ujuzi katika eneo la ujasiriamali. Katika Uwezo Award mwaka 2019, shule hii ya Majani ya Chai sekondari ilifanikiwa kupata tuzo ya shaba, yani Bronze Trophy, baada ya kuwa washindi wa 20 kati ya shule 100 zilizoshiriki mradi huu kutoka mikoa ya Dar es Salaam na Pwani. Je, wanafunzi hawa walifanya mradi gani? Mwaka 2019 tulishiriki Uwezo Award na mradi wetu ulikuwa unaitwa Majani Talent. Na katika timu yetu tulikuwa watu 20 na tulijiita winners team. Mradi ambao tuliufanya ni mradi wa kununulia walimu wetu vikombe, kwa sababu tuliona walimu wetu wanapata shida sana kwa sababu walikuwa wanatumia vikombe ambavyo vimepasuka. Kwa hiyo tukaona kwanza tujikwimu kwanza sisi wenyewe shule kama Majani ya Chai na kama Fema Club ya hapa shuleni. Tulifanya talent ile ambayo tuliipata, tukaamua tuwaongezee walimu wetu vikombe kwa ajili ya kunywa chai. Kwa sisi mradi wetu wa Majani Talent, kwanza tuliamua kufanya mradi wa mboga mboga, lakini kwa kutokana na ardhi hapa shule kama unavyoiona yenyewe jinsi ilivyo, kwa hiyo ule mradi ukakataa. Kwa hiyo tukaamua tufanye mradi wa Majani Talent ambapo tulifanya talent show. Ndani ya talent show kulikuwa na maigizo, kulikuwa na mambo ya kuimba, kulikuwa kuna madancers, kulikuwa kuna vichekesho, lakini pia kulikuwa na models kwa maana ya fashion show. Kwa jumla tulifuata shilingi 41,000 katika talent, kwa sababu kila kichwa kilikuwa kinatoa shilingi 200 kama kiingilio. Na je, wanafunzi hawa Majani ya Chai walipata changamoto zozote? Katika mradi wa 2019 tulipata changamoto mbalimbali, ambayo changamoto ya kwanza ni ukosefu wa mtaji. Ambao ukosefu wa mtaji unatokana na pale ambapo tulikuwa tunataka tulime shamba kubwa, lakini tulikosa mtaji mkubwa ambao ungetuwezesha kupata ile shamba kubwa ambayo sisi tulikuwa tunalitegemea. Tulijaribu kuchangishana wenyewe kwa wenyewe, tukapata shilingi 4,000 tu ambayo haikuweza kutosheleza mahitaji yetu yote. Kwa hiyo ikabidi tuache kulima shamba tufanye talent. Changamoto ya pili, muda wa kufanya mradi ulikopo haututoshi. Kwa hiyo ambapo unakuta muda mwingine tunatoka madarasani kufanya mradi, tunaambiwa turudi madarasani, sasa hivi ni muda wa remedial. Kwa hiyo tunajikuta saa nyingine tumeanza kulima tunaacha, kama tulianza talent tunaanza mazoezi tunaacha. Changamoto moja hapo tuliokutana nayo ni upotevu wa vifaa, kwa sababu kuna mwenzetu mmoja wetu ambaye alikuja na simu ili kutusaidia sisi tunao dansi, kurekodi nyimbo na kudansi, lakini ilipotea. Sisi kiukweli katika klabu yetu ya Fema tulitarajia kushinda, na tuliposhinda tulijisikia vizuri, walimu walitupongeza, tulipata tuzo, na yani tulisaidia kuinua, kumotivate watu wengine, yani mpaka klabu yetu ya Fema ikakuwa vizuri, yani Fema ikaheshimika. Ushindi kwangu mimi ulimaanisha kwamba ukifanya vizuri katika kila hatua, ukitarajia kushinda, unaweza. Ni jambo gani unajivunia kujifunza kwa ushiriki wao katika mradi huu? Yaani katika mradi jambo kubwa nilojifunza kwanza kujitolea, kwa sababu kwanza hatukuwa na capital ya kuanzia. Kwa hiyo tukaamua kuchangishana. Tukachangishana shilingi 100 zile zilizopatikana ndio hela tulizonunua mbegu. Cha pili nilichojifunza pia, nimejifunza kuwa mtu ambaye mwenye confidence. Yaani ilinifanya nikajikuta ni mtu ambaye nikaamua kwamba na mimi kumbe ninaweza kama wengine ambavyo wanaweza. Lakini cha tatu nilichojifunza ni kwamba hata kama ukiweza kudondoka, kuna mambo mengine nje ya elimu tunaweza kufanya. Kwa mfano mimi nilidesign watu, lakini sikuwa najua kama ninaweza kudesign watu. Mimi kama mimi katika mradi huu nimejifunza mambo mengi sana. Hata nitakapotoka nje na hapa shule nitaenda kuiendeleza, kwa sababu nimejifunza mambo mengi sana. Kama nimejua kipaji changu mimi kama mimi najua kuigiza, ni mwimbaji, kwa ninaweza nikaenda kujiendeleza. Nimejifunza vitu mbalimbali, nikianza na mimi mwenyewe jinsi ya maisha yangu yalivyo, nikiangalia ndani ya shule na nje ya shule. Nje ya shule katika familia na mimi nimejifunza, naweza nikaanzisha kitu chochote na nikamsaidia mtu yoyote ambaye amekwama. Sitoangalia yukoje, yuko vipi. Naweza nikaanzisha hata mradi wa mboga mboga nikiwa nyumbani, kwa sababu tuna maeneo, nikawauzia watu wa pale nyumbani. Nilichojifunza katika Uwezo Award, cha kwanza ni kuwa mwaminifu.
Kwa sababu kuna kipindi ambacho kwa tunafanya mazoezi, vitu vinapotea, kwa natakiwa mwaminifu unapopewa kitu cha mtu ili ukirudishe, usikipoteze. Kitu kingine ni kutumia knowledge zetu sisi tulizonazo kwa ajili ya kutengeneza vitu fulani katika jamii. Kitu kingine nilichojifunza katika uwezo wa watu ni umuhimu wa kujitegemea mimi mwenyewe kuliko kuwategemea watu wengine. Nimejifunza mambo mengi, ila kwa machache ni mwaka 2019 tulienda UDSM. Mojawapo ni niliona nafasi ya kujituma. Wenzetu pale walioshinda washinda kwanza walikuwa ni ya wingi, majirani tu hapo. Walishinda tuzo ya gold. Walijituma walipokuwa wanatoa changamoto zao, pia walijituma mambo mengi walifanya. Nimejifunza pia kwenye kujituma. Kitu nilichojifunza katika Uwezo Award ni kujituma na uwajibikaji, kwa sababu unaweza ukasoma kwa bidii na unaweza ukaja ukapata matokeo tofauti na yale uliokuwa unategemea shuleni. Kwa hiyo hata kama ukiwa umeshindwa shuleni, unaweza ukabuni mradi wako wowote, ukaweka ubunifu ambao unaweza kukubalika kwenye jamii na unaleta manufaa kwenye jamii. Kwa mimi nilichojifunza, sio elimu peke yake inaweza kuniendeleza mimi mbele au kunifikisha mimi kufikia malengo yangu. Yaani mimi mwenyewe nje ya shule naweza nikaanzisha miradi yangu mimi mwenyewe, nikafanya kitu ambacho kinaweza kunitoa hapa kunipeleka mbele. Kwa mfano, yani kama mimi na kipaji cha kutengeneza accessories, yani kama za urembo, vitu kama hivyo. Kwa hiyo vile yani inategemeana nimevitengeneza vingapi, ninaviuza, napata faida na kujiendeleza mwenyewe. Kama kwa mfano nimetengeneza vile ikanisaidia kununua nguo za shule, madaftari yangu, makompasi na vitu ambavyo mzazi hawezi kuninunulia au naweza kujikimu mwenyewe. Nilichojifunza katika Uwezo Award. Tulikutana pia na mwalimu msimamizi wa klabu ya wanafunzi iliyofanya mradi huu, na alikuwa na haya ya kusema kuhusu ushiriki wa wanafunzi katika mradi huu. Kwanza mimi kama msimamizi wa mradi nilikuwa sijauelewa. Alipokuja yule coordinator wa Ilala akanielewesha, yani nikasema jamani tulichelewa wapi. Kitu cha kwanza walijifunza ubunifu, kwamba au mtu akaamua kubuni kashona vitu akadesign, au mtu akaamua kubuni akauza, yani hata ubuyu tu na akapata faida akaendelea kuishi, na sio kwamba kijana maliza masomo akae tu nyumbani, kwa sababu hatuna guarantee kwamba wote tunaweza kufika vyuo vikuu tukafika huko wapi. Kitu kikubwa ambacho walikipata ni kujitegemea, elimu ya kujitegemea kabisa. Yaani kwamba ni ile wasifikirie kwamba mimi nasubiri kuajiriwa. Ndio hicho walichokipata. Sawa, nitasoma, naweza nikawa na kazi yangu, lakini vile vile nikawa na kazi nyingine ya pembeni ambayo itatokana nini na kazi ya mikono yangu nyingine tu, achana na kuajiriwa. Lakini pia hata nisipopata ajira I can survive. Ndio hicho kikubwa ambacho mimi nilikiona wamekipata kwa mradi wa mwaka jana, lakini hata sasa tunavyoenda naona kabisa wana mwamko zaidi. Kwa hiyo ninaweza nikasema kwamba wanafunzi walifunguka mno, na baada ya ile kushiriki tumepata tuzo. Tunashukuru mkuu wetu alifurahi mno na imepambwa pale ofisini. Na huu ndio mradi uliowapa wanafunzi wa Majani ya Chai Sekondari ushindi katika Uwezo Award mwaka 2019.